japo wewe ni tajiri, japo mimi masikini, sisi sote wanadamu, jamani Mola wetu ni mmoja. Haijalishi sote wanadamu, jamani Mola wetu ni mmoja. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya na Mungu amekulinda tangia tulipoachana wiki iliyopita, na hivi sasa ninachukua fursa hii kukukaribisha tena katika kipindi unachokipenda cha Ukumbi wa Majadiliano, kipindi ambacho unakipata papa hapa katika Hope Channel Kenya, na walimu ni wale ambao kila siku tuko nao, na leo hii basi nakukaribisha tena katika awamu ya pili ama katika kipindi cha pili cha mfululizo wa vipindi vyetu vya Ukumbi wa Majadiliano. Leo hii basi tutazungumzia mada nyeti ambayo kidogo imeleta mushkil ndani ya familia zetu na ndani ya society kwa jumla. Mada tunasema kwa jina la ujirani mwema. Tutaangalia jirani ni nani na tutajua jirani ni mtu aliyoko vipi, na ndio hatimaye tuweze kuangalia vile itakavyokuwa kuhusu mada hii yote ya ujirani mwema. Basi bila kupoteza wakati, niko na walimu wangu ambao wamefika, wako tayari kabisa kutuendelezea katika mada hii. Nikianza na upande wangu wa kushoto kule, yuko Sheikh Ustadh Yusuf Muhammad. Karibu Ustadh. Asante sana mwenyekiti, na nishukuru mwenye kuandaa hichi kitengo cha mjadala ambao ni muhimu sana katika jamii, na watazamaji na nyinyi muwe pamoja na sisi katika kutufuatilia kwa mambo ambayo tutakuwa tunayazungumza, kwa sababu ni mambo muhimu sana yanayomhusu jirani. Kwa jina kama alivyosema mwenyekiti, naitwa Ustadh Yusuf Muhammad na nawatolea salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kwa ndugu zetu wanaotutazama, amani ya Mungu iwe juu yenu. Asante sana. Amina, amina. Naam, mwalimu anayemfuata basi anaitwa Sheikh ama Ustadh Ramadhan Kuria. Karibu mwalimu. Shukran sana mwenyekiti, na shukran sana tena kwa usimamizi wa kipindi cha Ukumbi wa Majadiliano. Kwa jina naitwa Ramadhan Kuria. Naanza kwa salamu ambazo ni salamu za Mwenyezi Mungu, salamu walizotufundisha manabii wa Mwenyezi Mungu, salamu za amani, kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikiwa na maana kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi pamoja na rehema zake na baraka zake. Naam, asante sana. Basi mpenzi mtazamaji, hao ni walimu wangu kwa ule upande wa dini ya Kiislamu. Basi anayefuatia ni mwalimu wangu katika upande wa dini ya Kikristo, anajulikana kwa jina mwalimu Hezron Fondo. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti. Ujambo mpenzi mtazamaji, kwa majina naitwa Hezron Fondo kutoka Mombasa, mimi ni Mkristo. Karibu kwenye kipindi. Naam, asante sana. Na anayefuata basa ambaye yuko karibu yangu ni mwalimu Timotheo Mwichumi, ni mmoja katika walimu wangu wa Kikristo. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti. Nashukuru sana kwa fursa hii nyingine watazamaji, na hakika kwamba juma lililopita mlitufuatilia vyema, na bado ni walimu wako wale ambao Mungu amewateua kuondoa kasumba, kuleta ukweli. Kwa jina ama kwa majina Timotheo Mwichumi. Yesu ni Bwana. Karibu. Naam, basi kabla sijampatia nafasi mwalimu wa Kiislamu kutufungulia na dua, mimi ni kama mwenyekiti wenu najulikana kwa jina la mwalimu Paul Ndundi. Nakukaribisha kwa moyo mkunjufu tena mpenzi mtazamaji. Basi ningependa Sheikh Ramadhan Kuria aweze kutufungulia kwa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim
ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuoneshe haki kwa ni haki, na atusaidie ama tuwezeshe kuifuata, na atuoneshe batil kwa ni batil, na tuwezeshe kuiepuka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufungulie nyoyo zetu tuweze kupokea maneno yake na kuyafanyia kazi. Vile vile tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe amani na salama katika nchi yetu na katika mashamba yetu, atupe mvua ya amani, amenye salama na sisi, na tuweze kuishi kwa amani na upendo. Tusemeni amin. Naam, basi mpenzi mtazamaji, baada ya dua hiyo tunakwenda moja kwa moja basi katika ukumbi wetu na tuanze majadiliano. Na kama nilivyokuambia, mada yetu ya leo inazungumza ujirani mwema. Pengine nitaanza na mwalimu wa Kikristo, mwalimu Hezron Fondo. Huyu jirani, unaposikia hii kauli ama huu msemo ama hili neno jirani, huyu jirani ni nani, mwalimu Fondo? Na asante sana bwana mwenyekiti kwa nafasi ambayo umenipatia. Hakika ni swala nyeti sana ili ninalozungumzia kuhusu ujirani, kwa sababu amani inaweza kosekana katika jumuiya kwa sababu ya kukosa kufahamu jirani yako ni nani. Na kumbuka kisa kimoja ndani ya Biblia, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akiwafundisha, alitoa kisa katika kitabu cha Luka sura ya 10 aya ya 29, na haya ndiyo maneno aliyoyasema. Na katika kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yapo mazungumzo mengi tu kwamba kuna mtu aliyekuwa wanyang'anyi wamempiga, wamemwacha barabarani, akaja kuhani akapita kumsaidia, akaja Mlawi akapita kumsaidia, lakini akaja Msamaria ambaye hakuwa hata anamjua huyu ambaye alikuwa amepigwa, lakini akamhurumia, akampaka divai, akamchukua, akampeleka mahali kwa matibabu, akamlipia matibabu. Tena Yesu anauliza, katika hawa watu watatu, Msamaria, kuhani na Mlawi, nani aliyekuwa jirani na aliyeonyesha ujirani kwa yule aliyekuwa anahitaji? Bila shaka ni yule Msamaria. Kwa jirani ni yule yoyote ambaye ako karibu nawe na anahitaji msaada wako. Yoyote ambaye unapatana naye katika maisha ambaye anakuhitaji, anakuwa jirani yako. Si lazima muwe mlizaliwa pamoja, si lazima muwe mnaishi pamoja, lakini yeyote yule utakayepambana naye mahali popote pale aliye anahitaji msaada wako, huyo anakuwa jirani yako. Alright, asante sana mwalimu Hezron Fondo. Pengine basi nikirudi kwa mwalimu wa Kikristo vile vile, mwalimu Timotheo. Je, mwalimu Timotheo, huyu jirani ni nani? Mwenyekiti, ninashukuru sana. Na ni vizuri kumpongeza mwalimu aliyetangulia, maana akaweka msingi mwema. Neno hili la ujirani, mtazamaji na msikilizaji, si neno la mzaha. Wacha nitumie nchi yetu ya Kenya, maana tusidanganyane. Tukiwa na ujirani mwema, maana hapa katika ujirani hakuna dini. Nisi kama walimu nanipata na mwenyekiti. Katika ujirani hakuna nini? Dini. Jirani, nikiangalia katika amri 10 katika Biblia. Katika nini? Biblia, amri 10, kitabu ni cha Kutoka sura ya 20 aya yake ya 16. Inasema hivi, usimshuhudie jirani yako uongo. Aya hii ni fupi, na hii ni amri ya Mungu ambayo kidole chake kulingana na Musa mwenyewe kiliandika. Kumshuhudia jirani nini? Uongo. Ukiwa na jirani yoyote, Yesu Kristo kulingana na aya aliyotoa mwalimu, Yesu Kristo anawasafirisha Wayahudi akili. Anasema kuhani, kuhani? Kuhani alipita, Mlawi akapita, watu waliokuwa wanajulikana ni watu wa Mungu. Yesu akawasafirisha, akasema akatokezea Msamaria. Kumbuka Msamaria katika nchi ya Kiyahudi alikuwa anajulikana ni mbovu. Ndio naona matusi ya mwisho Wayahudi walikuwa wanatafuta kumtukana Yesu akakosa. Wajua mtu anaweza kukutukana akakosa, akanyamaza. Wakasema wewe ni Msamaria na una pepo. Sasa Yesu akasema Wasamaria, kando na kwamba mnaona ni wabaya, lakini wamefanya kitendo ambacho kinafaa jirani afanye nini? Afani ama atende. Kwa hivyo jirani yoyote ambaye uko naye karibu, wewe Mkristo, wewe sijui Waislamu pia watatuelezea walimu wa Kiislamu, Biblia nzima imetuhimiza tuheshimu majirani. Jirani ni yule ambaye kwamba mmepakana naye mipaka.
Jirani ni yule ambaye kwamba si kwamba kama alivyosema mmezaliwa naye. Kwa sababu mfano kama sisi hivi, wengine hatukuzaliwa Nairobi, lakini tunaishi wapi? Nairobi. Haya, nikitoka hapa nikaenda Kisumu, si nitapata majirani? Hawe ni mtu wa dini yangu au si wa dini yangu, lazima nimtendee wema. Kiwama ni Mkristo, mtizamaji, jirani yoyote hata kama ni Muislamu, Biblia inasema usimshuhudie nini? Urongo. Kwa sababu ukimpatia jirani uongo, haitaleta ujirani, itazaa uadui. Kwa hivyo nitaikana matamshi yote unayotamka kuhusu jirani, hakikisha kwamba ni ya kumsaidia, kama ule Msamaria aliyomsaidia nani? Yule bwana aliyenyang'anywa kisa cha Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi katika mtizamo wangu ni kwamba jirani ni mtu wa kupewa nafasi kubwa. Ujirani umekosa maana ndo kwa sababu uadui upo. Maana ujirani hauna maana. Zamani ilikuwa mfano, mtu akija kununua pahali, tupige mifano, maana mwenyekiti umeturuhusu tupige mfano. Mtu amekuja kununua pahala ploti. Jambo la kwanza, mashamba, lazima awe na ujirani mzuri na nani? Lakini siku hizi ujirani, mtu anaweza akapika chakula, akawa yale mabaki yale mashazo yale yuarusha kwa jirani, ananuka. Kila siku yuaweka sauti ya juu, kelele, nyimbo, sio? Anamuudhi nani? Jirani. Ule ujirani ushaukoroga, haupo, na mwisho ujirani utondoka, kitakachokuja nini? Uadui. Swali mwalimu, samahani mwenyekiti. Tanzania ni jirani si jirani? Jirani. Uganda Jirani. Ni jirani. Sasa angalia, samahani kidogo, Tanzania si ni jirani? Uganda ni jirani. Haya, kama ni majirani zetu, nao wana nini? Majirani. Tukipenda wale jirani zetu, nao wakipendana, kutakuwa na wadui. Asante sana mwenyekiti. Naam, asante sana mwalimu wa Kikristo, mwalimu Timotheo Mwichumi. Na swali hili basi, mpenzi mtazamaji, nitalipeleka kwa ndugu zetu walimu wa Kiislamu, nikianza na Sheikh Yusuf Muhammad. Huyu jirani katika muktadha wa Uislamu, jirani ni mtu aliye vipi? Asante sana mwenyekiti. Kusema kweli, hili neno jirani ni pana sana. Neno jirani ni pana, lisibebwe hivi hivi kwa watu wanapotaka kuelewa. Ujirani kwanza unaanza na yule mwenyewe ambaye ako na jirani. Kuweka amani moyoni mwako wewe, kabla hujamjua yule jirani wako, uwe na nafasi ya kufanya nini? Ya kujipenda wewe mwenyewe. Sasa huyu jirani huyu ni yeyote kutoka pale wewe ulipo mpaka umbali ambao wewe huwezi kufika, bado ni jirani. Sasa jirani ni mtu yeyote. Mtu yeyote ambayo ako tayari kupata msaada kutoka kwako, ako tayari kufanya kazi pamoja na wewe, ako tayari kukusikiliza kama kutakuwa na shida. Jirani ni mtu yeyote ambayo ni mwanadamu. Tukitoka hata viumbe wengine kama wanyama ni majirani zetu. Tunawafuga na wako ndani ya zizi, bado ni jirani. Maana asubuhi lazima uangalie kama wapo. Unaona kama wamechukuliwa na mwingine. Sasa utakapoanza kuutoa ule ujirani kwa kubagua, tayari umeanza kuleta uadui. Kwa mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Myahudi mmoja akimwaga takataka mlangoni. Kamwaga muda mrefu sana. Mtume hajamuuliza kitu hata siku moja. Yeye alikuwa akiamka asubuhi, ameandikwa kazi ile, anaenda anamwaga. Lakini siku moja yule jamaa akawa mgonjwa, hajiwezi tena kupeleka nini? Takataka pale. Mtume kona rafiki yangu sasa ana matatizo. Alitembea mpaka nyumbani kwake, akaomba ruhusa kuingia kule. Yule jamaa anauliza, huyo anayepiga hodi hapo nani? Akaambiwa ndo huyo Muhammad mwenyewe huyo. Sema, miaka hiyo yote nimemfanyia wadui, hajalipisha. Leo amesikia mimi mgonjwa, amekuja kulipisha. Lakini ilikuwa ni tofauti. Akamwambia, rafiki yangu, leo sijakuona nyumbani kwangu, nikahisi una matatizo, nimeona bora nije nifanyeje, nikusaidie. Kwa hiyo jirani ni mtu yote. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha nini katika sura ya 4 aya yake ni ya 36 Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anasemaje katika sura hiyo? Maana kuna maneno mengi sana ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kama nasaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Qur'ani sura 4 aya 36 inasema, mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Naam. Na wafanyieni ihsani wazazi wawili na jamaa na mayatima na masikini na jirani walio karibu na jirani walio mbali. Kumbe
kuanzia kwa wazazi. Sasa katika neno hii wazazi haswa, kwa mfano vile Sheikh Ramadhani aliposema yeye wazazi wake ni Wakristo. Unaweza kuwa Muislamu ukawatenga wazazi hata kwa sababu wewe ushakuwa Muislamu kaona wale hawafai. Wale wanafaa sana, ndio maana Mwenyezi Mungu anasema tuwatendee yani ihsani, tuwe na huruma na wao. Huruma ile, tuwe na huruma na wazazi wote wawili, baba na mama. Kisha wakatajwa mayatima, wajane na majirani. Jirani walio karibu. Sasa sisi hapa ni majirani. Na jirani walio mbali kama vile mwalimu Timotheo aliposema Uganda, Tanzania, hao bado ni majirani. Kwa tutakapojenga ujirani na mfumo ambao anautaka Mungu, sisi sote tutapendana, hatutaudhiana, hatutagombana, wala ile dhiki haitakuweko. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atafundisha kwamba ujirani mpaka nyumba 40. Sasa sikia, nyumba 40 si kama hizi zetu za kukomboa bwana. Yaani mtu amejenga nyumba moja 40 mlolongo moja tu. Yeye unahesabu ndio. Hahesabu namna hiyo. Chukua nyumba kama vile Wamasai wanavyojenga. Nyumba moja hata unaenda karibu kilomita 2, ndio jirani huyo bado Kwa sasa mahali utapiga sauti, yale ukapiga nduru, ukaitisha msaada, yule atakisikia, huyo bado ni jirani yako. Unafaa ufike pale, uangalia na matatizo gani. Haijalishi atakuwa ni mtu wa aina gani, anamwabudu Mungu ama mwabudu, bado ni mwanadamu na ni jirani yako, anahitaji msaada wa kwako. Kwa hiyo pengo la kitengo cha jirani ni kipana mno. Ni kipana sana. Naam, asante sana Sheikh Yusuf. Naam, katika swali hilo hilo Ustadh Ramadhan, huyu jirani ni nani? Nafikiri kama walivyotangulia kusema walimu wenzangu ni kwamba kila unayemwona wewe na wengine hata usiwaona ni majirani zako. Na Mwenyezi Mungu alipokuwa anamtuma malaika Jibril ama Gabriel kama anavyojulikana na baadhi na wanaozungumza lugha ya Kiingereza na Kiswahili, kila alipokuwa anamtuma kuleta ufunuo ama wahi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa hakosi kumsisitizia ujirani ama yeye kuishi vyema na majirani. Yaani kulingana na ule msisitizo uliokuwa anasisitizwa nao, hata yeye akahisi kwamba huenda hata jirani anastahili kumrithi katika mali yake. Hii inaonyesha kwamba amefundishwa kuishi na yeye kama vile mtu wa nyumbani kwake. Na ni vizuri amesema mwalimu Timotheo kwamba tuko na ndugu zetu ambao ni majirani zetu. Unaposema Tanzania, kule Uganda, Somalia, Ethiopia ni majirani zetu. Ina maana sasa hiyo ni nchi. Anapokuja Mtanzania hapa basi na akaja mtu mwingine kutoka mbali labda Uingereza, nitamwambia kwamba huyu ni jirani yangu kutoka nchi jirani. Kwa hivyo sasa ule ujirani basi ili uweze kudumu, basi sisi tunafaa kuoneshana upendo. Kwa sababu lazima hata kama unapanda mmea uweze kutilia mbolea, unanyunyiza maji pale, ndio ule mmea unaweza kunawiri na ukakua vizuri kwa afya. Basi huu jirani nao unakuwa kwa sababu ya matendo mazuri, kama alivyosema ndugu yangu Yusufu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaishi dunia hii, alipokuwa anafanya kazi yake, anahubiria watu, lakini alikuwa kuna maadui wamemfanyia uadui. Maandiko yenu yanasema mpende jirani yako, mpende adui yako. Yeye hakuonesha ule uadui. Kwa sababu hiyo takataka unaambiwa, ukiambiwa ni takataka aina gani, ni kitu kichafu. Huyu bwana kila siku asubuhi anakuja, anaacha pale mlangoni, yeye akitoka anapata. Na akajua sababu ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Fulani ndo kazi yake hii. Kwa hivyo siku ile amekosa ule uchafu, ndo amejua kuna tatizo, kwa nini hakuja leo huyu. Akawa anamfuata nyumbani kwake. Leo hii tumeacha ule ujirani. Inasikitisha, unapata leo mtu labda ameumia, amegongwa na gari barabarani. Badala ya mtu kuja kumchukua, kumhudumia, kumpa ile huduma ya kwanza, labda una gari yako uweze kumbeba umpeleke hospitali. Leo hii imekuwa kila mtu kitu cha kwanza akiona kisa kama kile, nyumba inachomeka, inateketea, ni kutoa simu yake ya mkononi, zile wanaita smartphone. Kwanza ajipigie zile anasema ni selfie, kuonesha kwamba yeye alikuwa kwenye tukio lile. Nyumba inaungua huku, inateketea nyuma yake, anapiga picha. Kitu cha kwanza ni kutuma kwenye mtandao hizi za kijamii. Mara ametuma kwenye WhatsApp, ka-upload kwenye Facebook, sijui ni Instagram. Mtu amegongwa na gari, wanahabari kama kwa pale, kabla ya kushughulikia wewe wakupige picha zipigwe kila kona, anainama huko anapiga ili aweze kuuza gazeti.
ule ujirani umeenda wapi? Hiki kitabu kuna visa vizuri sana huwa mimi nimesoma tangu zamani. Kama alivyosema kuna Msamaria mwema. Na ukawa ni msemo kila mtu anausema Msamaria mwema, ila hajui huu Samaria wema ulitoka wapi. Ni kwa sababu huyu mtu alikuwa hamjui huyu muathiriwa, lakini kwa ule utu akaweza kumsaidia. Si unatoa simu kwanza upige kisha uoneshane kwamba wewe pia ulikuwa kwenye shughuli ama kwenye tukio. Kwa hivyo ujirani ni kuoneshana upendo, ni kuhurumiana wao ama sisi kwa sisi. Na huo ndio ujirani. Na ujirani kama alivyosema ni mpana sana. Wewe ni jirani yangu na wengine hata nisiowajua ni majirani zangu. Kisha Uislamu ukafundisha kwamba uweze kuwatembelea jirani zako. Unatembea kwa huyu na mjulia afya yake, vile vile kwa mwingine naye akutembelee. Huo ndio ujirani. Kisha kuna watu wenye tabia, sasa tujasema sikaangiza, lakini kuna watu wapishi. Nasema mashaallah. Mtu anakaangiza chakula kinanukia vizuri, lakini nyumba ya pili watu hajala siku mbili wala hawana mpango hata wa kula, lakini ile harufu inawaudhi wale kwa sababu sasa inawazidishia ile njaa. Basi huu sio ujirani. Ujirani mwema kulingana na Uislamu ni kama vile ilisema Qur'ani katika sura 4 aya 36 kwamba ni kufanya ihsani. Kufanya ihsani ni kuwafanyia wazazi wawili, kuwafanyia jamaa ambao ni familia pia, extended family. Samahani. Vile vile kuna masikini na vile vile kuna jirani. Qur'ani imesema wa karibu na jirani wa mbali. Kwa hivyo ujirani huu unajengwa kwa kufanya hisani. Na hisani kwa njia nyingine ama kwa lugha ya Kiswahili ni wema. Alright, asante sana walimu wangu. Naona swali hilo la ujirani kuwa ni nani, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, basi swali hili limeweza kujibiwa kwa ufasaha zaidi. Pengine nikija kwenu walimu wa Kiislamu kwa swali ambalo limenijia sasa hivi akilini. Hivi unafikiri huyu Mwenyezi Mungu kwa muktadha huu wa jirani, Sheikh Ramadhan, unafikiri kwa nini aliumba wanadamu? Kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutumba sisi. Nisingependa niseme ama niandike kwa mate wakati wino upo, kwa sababu tunakwenda kwa mwongozo wa Qur'ani. Ukisema katika sura 51 aya 56 Mwenyezi Mungu anasema hakuwaumba majini na watu isipokuwa waweze kumwabudu yeye. Ninaposema hivi ni vipi? Kwamba sisi kabla tujaumbwa sisi kama Waislamu na fundisho ya Kiislamu tunajua kwamba kulikuwa na viumbe wengine ambao waliumbwa kabla yetu ambao ni majini, wengine waliasi Mwenyezi Mungu ambao wamekuwa ni mashetani. Na vile pia ndugu zetu wa Kristo naamini kwamba Ibilisi ama Lucifer alikuwa pia ni miongoni mwa malaika. Alikuwa anafanya ibada. Lakini watu walipotea. Kwa hivyo lengo la mimi kuumbwa pamoja na wewe ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ndo pale Mwenyezi Mungu anasema kama tulivyosema wiki iliyopita kwamba katika sura ya pili ya Qur'ani aya 21 anasema enyi watu muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katuumba sisi, kisha katuweka hapa duniani tumwabudu yeye, kisha baada ya hapa tuweze kupata malipo mazuri ya kwenda peponi iwapo tutaishi katika ile njia ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia, ambayo tutafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na tukajiepusha na makatazo yake. Kwa hivyo yeye Mwenyezi Mungu ametupangia mambo mazuri. Ametuweka hapa duniani kisha akasema hii ni starehe ndogo sana, hii ni ndogo sana. Starehe ile halisi iko katika paradiso. Right. Asante sana Ustadh Ramadhan. Nikija kwako Ustadh Yusuf, katika muktadha huno wa kwamba mwanadamu ameumbwa na Mungu, unafikiri ni kitu gani ambacho kinaleta ule ujirani katika sisi kuumbwa? Swali lako zuri sana mwenyekiti, na ni swali ambalo limejikita katika mifumo miwili. Maanake kuna kuumbwa na huo kuleta yani uwiano gani katika hao wanadamu. Kwanza katika wanadamu inahitaji ilete upendo. Hao wanadamu wenyewe kwanza ilete upendo kwa wanadamu wenyewe. Kisha hao wanadamu kwa sababu wameumbwa, hawakuumbwa tu wakae hapo wapendane tu. Wamepewa kazi maalum na Mungu. Mbali na kupendana, kuna kazi ambayo
itawafanya wakusanyane pamoja na waende katika sehemu moja ambayo Mwenyezi Mungu ameshatayarisha tayari kwa ajili ya ule upendo, yani ibada. Hasa pale watakapomwabudu Mwenyezi Mungu vile anavyotaka Mungu kwa ajili ya kuwaumba, basi pale tutapata ule upendo umekamilika na tutaenda katika njia inayofaa ambayo Mwenyezi Mungu ameiridhia, na tukaingia pamoja tukakaa pale sehemu ambayo imetayarishwa. Lakini sasa utakapoondoka ule upendo ukawa haupo, wanadamu wakaishi kama tu wanyama. Maana simba bila apate riziki lazima amle mwingine. Ndio riziki hiyo. Sasa tukianza kuishi katika mfumo huo, sasa tunaona sasa kwanza tutadharauliana, tutapigana, tutamwagana damu sisi kwa wenyewe bila kuhurumiana. Sasa ule upendo utaondoka, uadui utakuwepo, ibada haitafanyika kwa sababu kila mtu utakuja ubinafsi. Ule ubinafsi wa kujitosha kwamba mimi duniani mimi nipo. Hakuna siku nitaondoka bwana. Akiondoka mtu anasema huyo kwanza waacha afadhali alikufa kwa sababu amnatusumbua sana. Yaani wewe unasherehekea mwenzako kwa kufa kwake. Sasa ule upendo ukiwepo, ibada itafanyika kwa njia ya amani na watu watamtafuta Mungu kwa njia inayofaa ili wapate ile nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia. Naam, asante sana Sheikh Yusuf. Pengine nikija kwa mwalimu wa Kikristo, hino ujirani na vile Mungu alivyotuumba sisi wanadamu katika muktadha ama katika imani ya Kikristo, kuna uhusiano gani katika vile Mungu alivyoumba na ujirani mwema, mwalimu Timotheo? Yani ukimaanisha kwamba Mungu kashatuumba na kuna uhusiano gani? Huyu ni muumbaji wetu na hakutuacha hivi hivi. Mungu alipotuumba lazima alitupa makatazo na maamrisho. Na huwezi ukawa na uhusiano mwema kwa jirani kama humwabudu Mungu. Sio, inaelewa? Huwezi ukawa na uhusiano mwema kwa jirani kama humwabudu nani? Kwa sababu Mungu kabla hajasema katika amri zake usimshuhudie jirani yako uongo, kwanza alitanguza kwamba usimwabudu Mungu yoyote. Tuko pamoja? Kwa hivyo ukiona mtu hana ujirani mwema kwa mwenzake, basi na maana pia Mungu hamjui Mungu vizuri. Tuko pamoja? Kwa hivyo lazima lengo la Mungu sisi kama binadamu tumwabudu kwanza. Tumwabudu. Tuko pamoja? Mungu amesema katika mfano, nikisoma haraka maana naona kama muda umeisha. Mungu anasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 24, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbingu wala kilicho chini ya duniani. Aya ya 5, usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Na maana gani? Huwezi kusema unamdharau jirani na huko unajidai unamwabudu nani? Mungu. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo lazima kwanza muweke Mungu, kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume sijui kwa sababu ya dakika mwalimu Fondo umeona alikuwa amepafungua, pana point kubwa katika ile 17 ile mwalimu Fondo ukimwachia angalau dakika moja mwenyekiti aongezee kitu hapo. Inasema Matendo 17 aya 26. Naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Aya 27, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa hiyo hii ni wazi kabisa kama alivyosema marafiki zetu hapa kwamba Mungu alituumba ili tuweze kumwabudu. Hilo ndio jambo la msingi katika maisha yetu kila mwanadamu. Na ndio maana ukienda katika Ufunuo 4:11, Ufunuo Yohana 4:11 inasema umestahili wewe, sisi tulioumbwa tumeumbwa tumwabudu, tumtafute. Na ndio maana juma lililopita nikasema kila kabila lina namna ya kuabudu. Japo inawezekana ikawa si Mungu wa kweli, lakini wana namna ya kuabudu. Yaani kuna kitu kinawachochea na kuwasukuma waabudu. Sasa sisi ambao tumejiwa na nuru ndio tunapaswa kuwafuata wale ambao wanaabudu asiyekuwa Mungu na kuambia basi Mungu wa kweli ndiye huyu na anapaswa kuabudiwa. Lakini lengo letu ni tumwabudu Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Naam, asante sana walimu wangu. Mumetuelimisha vya kutosha. Nadhani mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa jumla hapo ulipo
umepata mambo yanayohusiana na ujirani mwema. Lakini hata hivyo, mpenzi mtazamaji, usibanduke. Tunakuja tu sasa hivi na kupatia tu pumziko fupi, afu tukija basi tutakuwa ni wenye kuendelea na majadiliano yetu. Usende mbali. Sisi sote wanadamu, Mola wetu ni Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Tulikuwa tunaendelea na hili swala zima la ujirani mwema. Tumeona jirani ni nani na tumeona kuna uhusiano gani kati ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu kutuumba sisi wanadamu na ujirani. Nikirudi kwa walimu wangu wa Kikristo, nataka nimepata hapo kuna swali moja ambalo mimi kidogo limenitatiza akilini. Huna uhusiano wa ujirani mwema kati ya mwanadamu na mwanadamu, kati ya wewe na jirani yako. Upo ushahidi wa maandiko ya kwamba uhusiano huu ulianza wapi? Mimi kabla sijaingia hapo, kuna kitu labda utaniruhusu nikiseme mwenyekiti, kinaniwashawasha kidogo. Unaposoma kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ya 2, Biblia inasema kila mtu miongoni mwetu na umpendeze jirani yake apate wema akajengwe. Kwa hiyo haijalishi ni Muislamu, haijalishi ni Kalasinga, haijalishi ni Baniani, bora Biblia inasema imetupa ruksa ya kuwatendea wema, kuwatendea wema, na unapomtendea mema wa jirani yako, hili linakujenga wewe na imani yako pia. Vile vile pia ukisoma 13, hiyo Warumi 13, kitabu hicho cha Warumi 13 aya ya 10, Biblia inasema hivi: pendo halimfanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Pendo halimfanyii jirani. Kama unampenda jirani yako, hautamfanyia jambo lolote, hautamongea uongo juu yake, hutamwibia, hutafanya kitu kibaya juu yake. Vile vile pia Mathayo 7:12 Yesu anasema lolote utakalo wewe kufanyiwa lifanye. Kwa hiyo kama mimi Mkristo sitaki kuuawa, nisimuue mwenzangu. Kama sitaki kufitiniwa, nisimfitinishe jirani yangu. Kama sitaki kusengenywa, nisimsengenye. Kwa hiyo kama tutaishi katika utaratibu huu tukifuata maandiko ya Mwenyezi Mungu, kama Timotheo anavyosema, maandiko ya Mungu yako wazi na yanatuonyesha tukiyazingatia tutaishi kwa amani na kwa uzuri katika jumuiya. Tukirudi kwa hili swala mwenyekiti, ulianza wapi? Uhusiano ama ujirani mwema ulianza wapi? Maana huenda wengine wakadhani ni sisi tunataka kuuanzisha. Lakini kwa mtazamo wa Biblia, sijui marafiki zetu, lakini kwa mtazamo wangu wa Biblia ni kwamba uhusiano huu ulianza mbali sana. Na nitatoa ushahidi katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kuna ushahidi hapa ambao ningependa kutoa. Kitabu cha Mwanzo, kwa sababu juma lililopita tuliona Muislamu na Mkristo ni mandugu. Unaona, Waislamu wametokana na kizazi cha Ishmaeli ambaye baba yake alikuwa ni Nabii Ibrahim, na Wakristo wametoka kizazi cha Isaka ambaye baba yake alikuwa ni Ibrahim. So ni mandugu. Sasa tuangalie hawa mababu zetu Isaka na Ishmaeli. Je, walihusiana? Ndio na sisi tuhusiane na tuendeleze huo ujirani. Mwanzo sura ya kitabu cha Mwanzo sura ile ya 25 aya yake ya 9 pale. Mwanzo 25 aya ya 9 inasema Isaka na Ishmaeli wanawe wakamzika katika pango la Makpela katika shamba la Efroni bin Sohari Muhiti. Hapa tunapata Isaka na Ishmaeli ambao baba yao ni Ibrahimu, mama mbalimbali, baba mmoja. Na wakati wanaishi na Ibrahimu, wakati ukafika Ibrahimu akafa. Alipokufa wakati huo alikufa katika nchi ya Kanani akiwa na Isaka kule Kanani. Ishmaeli alikuwa amepelekwa Beersheba na Hajiri kule na mama yake. Na Isaka anapoona babake amekufa, hakumzika babake bila kuenda kumwarifu yule ndugu yake mkubwa Ishmaeli kule Beersheba.
Kwa hiyo akamhifadhi babake Ibrahimu, akasafiri mpaka Beersheba, akamwambia kakake mkubwa Ishmaeli, dadi amekufa, twende tukamzike. Ndio maana aya inasema Isaka na Ishmaeli wakamzika baba yao. Sasa changamoto ni hii, hawangemzika baba yao pamoja kama hawangekuwa na ujirani mzuri, kama hawangekuwa na uhusiano mzuri. Kwa hiyo mimi naona kwamba uhusiano huu tunaozungumzia ulianza zamani sana, ikinifundisha mimi kama Mkristo kwamba hata Muislamu anapopatwa na msiba, nina haki kama Mkristo kuhudhuria mazishi na kwenda kumfariji. Yeye pia na matazamio yangu kwamba naye anapofikwa na msiba, mimi napopatwa na msiba, ana haki pia yeye kuja na kuja kuweza kushiriki katika mazishi. Leo hii utagundua ya kwamba dereva ni Muislamu, kondakta Mkristo, mwenye duka ni Muislamu, wanunuzi ni Wakristo, mwenye duka ni Mkristo, wanunuzi ni Waislamu. Kwa hiyo ninaona uhusiano huu ulianza zamani na tuna haki ya kuendeleza mpaka sasa, na nadhani uhusiano huo ndio umetufanya mpaka leo tumekaa na marafiki zetu hapa. Mwenyekiti kidogo, radhi kidogo, maana nawashwa eti. Ndio nilikuwa naja kwako hivi. Mwalimu kasema kitu kizuri sana. Maana kagusia Ismaili. Na upande ule marafiki zetu kwa imani, maana hawa si Waarabu, kwa imani kizazi chao kimetokana, kizazi cha imani ni Ismaili, si kweli? Na kuna hii kasumba ambayo ndiye inaondoa ujirani. Nimeshuhudia, nimesikia kwa kanda, na ndiye inaondoa ujirani. Mwenyekiti utanikosoa, pengine nitakosoa pia walimu wenzangu, kwamba tuwachukie Ismaili Waislamu. Kuna chuki inajengwa kwa namna hii. Tuwachukie Waislamu kwa sababu wametokana na nani? Na Ismaili. Hapa mwalimu anaita hoja nzito kwamba huyo Ismaili na Isahaka wanamzika nani? Baba yao. Sasa sisi tunafundishwa, ama walimu wengine watu wanasema hawa Waislamu hawa hawafai, ni wa mama mjakazi. So naona hili jambo likija mwenyekiti linakuja kichuki. Linakuja kichuki na kiuhasama. Kwamba hawa ni wa mama mjakazi na ikizidi mwenyekiti, samahani mtazamaji. Si mjakazi tu bali kalaniwa. Kwamba Ismaili kafanyaje? Ni mwana ukifundishwa haya maneno na mwalimu sasa anatuzibua akili. Kwamba hapana, hakuna wakati Isahaka na nani? Na Ismaili walikuwa na uhasama. Maana kweli tukienda katika maandiko Ismaili alikuwa firstborn. Chukia, penda. Ismaili alikuwa nani? Huyo kijana mdogo huyo Isaka akaona sitomzika babangu mpaka nani? Mpaka kakake mkubwa. Anaeneza ule ujira. Tutafanyaje ili kuondoa hii dhana kwamba Waislamu tuwachukie kwa mafundisho bandia? Ndio hoja yangu hiyo. Alright, asante sana. Na basi ilikuwa ni vile, mpenzi msikilizaji, hivyo ni vile ambavyo Mkristo basi ameweza, ama Wakristo walimu wangu wameweza kunijibu hili swali. Sasa hivi acha nilipeleke katika upande wa ndugu zangu wa Islam, nikianza na Sheikh Ramadhan. Huu uhusiano wa kuwa na ujirani mwema kulingana na imani ya Kiislamu ulianza wapi? Shukrani mwenyekiti kwa swali lako. Sitofautiani na waliojibu kabla yangu. Isipokuwa Qur'an inasema, ama Mwenyezi Mungu anatembea katika Qur'an ukisoma sura ya 4 aya ya kwanza. Inaitwa sura An-Nisa, yani ya wanawake. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watu, mcheni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi katika nafsi asili moja. Kama alivyosema mwalimu upande wa Kikristo ni kwamba kabla amri ya kuja ya kumwangalia jirani, imekuja amri ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anaanza kwa kusema tena kuhusu jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Anasema, enyi watu, mcheni Mola wenu ambaye amekuumbeni katika nafsi asili moja na akamuumba mkewe, yani ila nafsi asili moja ni Adamu, na akamuumba mkewe, yani mke wa Adamu pia kaumbwa kutokana na ile nafsi ile, na akaeneza wanaume wengi na wanawake. Unaona Kwa hivyo hao wanaosema majirani hawa watu wameenezwa kutoka nafsi asili moja kama wewe. Kwa hivyo mimi nafsi yangu na yako na kila mtu tumetoka katika nafsi asili moja. Kwa hivyo inarudisha ule undugu, yani kwamba sisi sote ni ndugu
katika ule binadamu. Na tunasema kuna ule msemo unasema kwamba service to humanity is service to God. Kwamba mimi ninapolinda ule utu, nikakulindia heshima yako, nampendeza Mwenyezi Mungu. Unanipata vizuri? Kwa hivyo sasa hapa Qur'an inazidi kusema hivi, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwae mnaombana na muwatazame jamaa. Hakika Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu yenu na anayaona kila mnayoyafanya. Kwa hivyo ukisikia kulinda jamaa, kuna familia yako na kuna wale ambao ni karibu na wewe. Uko na zawadi, Uislamu umesema jirani yako aliye karibu naye mpe. Na tukasema unaweza ukachagua mke kwa mfano, lakini kuna vitu huwezi kuchagua kama jirani. Naweza nikawa nimejenga hapa, basi mwingine akaja akanunua hapo, jirani yangu akajenga hapo. Itabidi nimkubali kama alivyo, na ili tuweze kushirikiana na tuendeleze mambo yetu. Amesema kwamba utapata katika usafiri driver Muislamu, conductor Mkristo. Ndio nasema kwamba hata katika mahospitali zetu utapata basi daktari ni Muislamu kwa mfano ama ni Mkristo, lakini aliyekuja kupata ile tiba ni dini tofauti. Askari utapata Muislamu, mahabusu Kristo ama vice versa. Na yote ni kwa sababu ya ile utendaji kazi. Lazima watu waheshimiane kulingana na zile bila kuweka tofauti za dini. Na ule ndio ujirani sasa. Haijalishi unafanya kazi gani, kwa sababu tumesema huduma nyingi, iwe ni katika huduma la kujenga taifa, lazima washirikishe watu wa kila aina. Iwe ni katika uongozi, kunahitajika Muislamu, kunahitajika Mkristo, asiyekuwa Muislamu, asiyekuwa na dini, watu wanafanya kazi pamoja. Na ndo mkishajenga ule uhusiano mzuri, ule ujirani mwema ukijengwa, kama tunavyoambiwa sisi sote tumetoka kwenye nafsi asili moja, basi wewe utakuwa na sahali katika kufanya kazi yako, kama ni ya kueneza Injili, mimi Muislamu kufanya ibada yangu, katika kuhubiria viumbe wenzangu, kwa sababu kwanza umetengeneza ujirani mwema ama umedumisha ule undugu. Alright, asante sana Ustadh Ramadhan. Pengine Sheikh Yusuf, labda la kuongezea pengine katika uno uhusiano ulianza lini? Na mwenyekiti, kweli swali lako ni zuri, na tunawakumbusha pia watazamaji kama tulivyoacha wiki iliyopita. Sasa leo tuna jambo lingine mpya, na kuna mambo amezungumza ndugu yangu hapa Mwalimu Fondo. Kuna kitu amegusa akakipitia juu tu, alafu akakiwacha vile kilivyo, lakini kwa mtazamo bado kiko katika akili za watu. Ujirani kama alivyosema Sheikh Ustadh Ramadhani kwamba huo kuumbwa kwa nafsi hiyo moja hiyo, imani hatuko tofauti na kuja imani. Wewe ukitaka kwenda hivi, mwingine aende hivi, hiyo ndio imani yako. Kwa mfano sasa hivi Muhindi yeye ana ng'ombe na tunachinja tunakula, hajai kuja kugombana hata siku moja. Ati huko nini mnanifanyia hivi? Kwa sababu anachunga nini? Ule ujirani. Wewe ajali kama hiyo, sio hiyo ni kawaida yako, lazima ule nyama bwana. Lakini sasa yeye kwake hapana. Hajavunja ule ujirani. Hasa linakuja hapa kwamba tunapokuwa katika ile umoja wa kuumbwa katika ile nafsi moja, lazima kwanza tuhurumiane. Tusipohurumiana, ule undugu na umoja utaondoka. Kwa mfano sasa hivi imetokea kasumba ambayo inafundishwa, na kulinyamazia jambo hili linaleta picha mbaya katika watu. Alitaja ndugu yangu, tusipopendana kwanza tutachukiana, tutagombana na tutauana. Akaacha hivyo. Hapo pa kuuana hapo sasa hapo inakuwa kuna mtazamo fulani, labda kuna viumbe fulani tu ameumbwa kwa sababu ya hiyo tu kudhuru wengine. Lakini sasa hiyo inakuja sivyo, ni kinyume na vile Mwenyezi Mungu anafundisha. Angalia sasa hivi imetoka mtu anaua mkewe, anaua mwanawe, anaua baba yake kwa sababu ya udongo. Unaona jirani anamwaga takataka kwa jirani yake, kwanza anaona furaha. Sasa tuje katika uwaji, yeye Mwenyezi Mungu anasema hivi tuuane sisi. Kama tutakuwa tumependana kuna kuuana? Mwenyezi Mungu anasema hapana, sivyo nilivyosema mimi. Katika sura ya 17 aya ya 32 Mwenyezi Mungu anasemaje? Qur'ani sura 17 aya
ya 30. Maana isingekuwa ni ujirani tusingekuja hapa. Tumekuja hapa kwa sababu ni ujirani na watu sote tunapendana. Nataka kuzungumzia jambo moja ambalo litaweka watu pamoja. Na Mwenyezi Mungu anasemaje hapo? Aya 33 sura 17. Nasema Kuanzia hapo juu kidogo au vipi? Enda hapo 33, wala msiwe nafsi naam ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Ala, kumbe kuna nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza. Kwa hiyo utakapoiua wewe kwa akili zako, tayari umeingia katika makosa na adhabu utapata. Na adhabu yake si kuchemsha maragu hapa kwa jela ati Australia, ni motoni na utakaa milele. Haitajalisha kama utakuwa wewe shehe mkubwa ndevu zinafagia barabara ama utakuwa wewe ni mchungaji tu tai inavaga, haijalishi. Bora umeua nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza. Endelea na andiko. Nilikuwa nimeshaondoka huko. Unaondokaje na bado kuna nyingine bwana? Pale chini sasa. Ndo. Naam. Tunaendelea hapo katika sura ya 17 ambayo inajulikana kama Bani Israeli, ama wana wa Israeli. 17 33 ndo niko hapo mwalimu. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua, isipokuwa kwa haki akahukumu hakimu kwa mtu huyo anastahiki kuuawa. Na akatoa amri ya kuuawa. Kabla haijafanyiwa kumuua mtu, lazima awe amekosa. Na kosa lake likapimwa kwa uzito, si kuvamia tu, kwa uzito wa yule aliyepewa haki ya kulisimamia kosa hilo. Akaona kwamba huyu jamaa akiendelea kukaa katika jamii ataharibu jamii nzima. Kwa hiyo ni kumuondoa, ikawa ni kwa haki. Unaona Lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu hakuacha kuleta tena na saa nyingine. Katika sura ya 5 aya 32. Na nishafika hapo mwalimu wangu. Ambayo inasema hivi. Hiki ni baada ya kile kisa cha wana wawili wa Adamu kuuana. Maana walifanya nasema Kaini kamua Habili. Kwa hivyo kisa ni kirefu kinajulikana. Lakini hapa nasema katika aya 32 sura ni ya 5. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila ya yeye kuua mtu, yani mtu hajaua mtu au kamuua. Au bila kufanya fisadi katika ardhi ama nchi, basi ni kama amewaua watu wote. Hebu angalia ile kauli, umeua mtu ambaye hajafanya kosa, wewe kamuua, ni sawa na kuua watu wote duniani. Sio watu wote. Wewe ni mtu, mwenyekiti ni mtu, mimi mwalimu, wewe ni mtu, mimi. Kwa hiyo na wale wanaotutazama ni watu. Kwa hiyo kimuua moja hivi umeua watu wote. Hilo ni kosa la kuua watu wote. Kwa kuwa huyo mmoja asiyefanya kosa, wewe kamuua tu kwa sababu unataka kuwa jabari katika ardhi. Sasa Mwenyezi Mungu anaendelea bado kutoa nasaha pale. Naam. Na mwenye kumwacha mtu hai, yani kumsaidia kuishi, ni kama amewacha hai watu wote. Ukamwacha ama ukakuta mtu anadhulumiwa na hajafanya kosa, ukaona kabisa huyu anafaa kulindwa, ukamlinda kama vile aya aliyoitoa wiki iliyopita Ustadhi Ramadhani katika sura ya 9 aya ya 6. Ukamlinda yule mtu akafika nyumbani pake salama bila kudhuliwa na mtu, tayari umeweka hai watu wote. Kwa sababu pale utakapoelewa kwamba Mungu hataki watu waumizane, hataki watu wauane, kuna ule mkataba kwamba wapendane, waishi pamoja na wahudumiane wao kwa wao kwa ajili ya kujenga ule umoja katika ardhi. Hakutakuwa na ufisadi. Kumbe hata ufisadi, ukifanya ufisadi umeua watu. Ni kweli. Unaona? So ufisadi tu ukifanya huo ufisadi leo umewaua watu wote, maana utakuwa na mdogo mkubwa ushawaua. Kwa hiyo pia unapokataza ufisadi, unajenga amani, unaleta undugu na upendano katika nchi. Naam, asante sana. Hapo kuongezea mwenyekiti ni kwamba kwa haraka kuna ile kasumba. Unasikia kwamba Muislamu ili aende peponi awe mtu. Bwana, yani msikuize hata kuna watu wenye imani ile. Kuna watu wenye imani hiyo. Kuna watu wanaamini hivyo kwamba nimesikia Muislamu mpaka aende kwa Mwenyezi Mungu mpaka kufe na wawili watatu. Kwa mujibu wa aya aliyotoa mwalimu na ile nyingine ambayo tumesoma hapa ni kwamba ukiua utakwenda kujibu kwa mauaji uliyofanya wewe mbele ya nani? Kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni hatia. Mtu hana hatia hastahili kuuawa. Kwa hivyo Uislamu haujaruhusu mtu hata kumdhuru mwenzake, hata kukwaruza hivi, wala kutukana. Naam, ninapenda ile aya uliyotoa wiki iliyopita ya Qur'an sura ya 9 ile aya 6 ambapo
ni Qur'an tukufu imewasisitizia Waislamu. Naam. Ukija mtu mshirikina, kumbuka ni mtu ambaye hamwabudu Mungu Kabisa. yani mshirikina, labda anaabudu mang'ombe yake, sijui anaabudu vitunguri vyake Na sanamu zake. na sanamu zake, lakini amekuja ili umuhifadhi ama umfundishe neno la Mwenyezi Mungu. Basi Qur'ani inakwambia kwamba mtu kama yule kaa naye kwa amani, mfundishe. Kabisa. Tumia mbinu zote za kumfundisha, lakini asipokubaliana na wewe, Akitokubali yale maneno Mwenyezi Mungu anasema usimdhuru. Tena Mwenyezi Mungu amekwambia nenda naye gumosi gupili mpaka muulize hapa ndipo unapokaa bwana. Unaingia bwana. Haya bwana. Tena ni Qur'ani, ni Qur'ani inayosema haya maneno. Na ndani katika ulimwengu mzima Qur'ani ni moja inayosoma ulimwengu mzima. Aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani moja. Na ndio imekuwa ikisoma kwa takriban miaka 1400. Unanipata vizuri shehe? Kwa hivyo wale ambao baadhi ya Waislamu labda akajisieni Muislamu na akafanya kinyume na haya tuliyosoma, achukuliwe kosa kama yeye. Achukuliwe yeye binafsi. Yani kama yeye. Lakini mtu aseme Uislamu unafundisha, Uislamu ni hivi. Mtu mimi binafsi kwa mfano kuna watu wanafanya tabia nyingi ambazo hatuwezi kuzitaja. Ukampata mtu na kanzu lake kule nje anafanya mambo mpaka ukashangaa, ala, huyu pia. Lakini wewe kwa sababu ni Muislamu kavaa kanzu na kofia, ukachukulia ndo Uislamu, utakuwa umekosea. Yule achukulia kama mtu binafsi na dini na baki pale pale. Pengine juma lililopita Mwalimu Timotheo uligusia mambo kama haya kwamba muangalie Mkristo. Kumbuka kuna Mkristo na kuna Ukristo. Na ukasema kuna Kristo. Pengine sijui labda kwa leo hii kulingana na ujirani unaweza ukalizungumzia vipi ile jambo la wiki iliyopita pengine? Wajua mwenyekiti, hata kama ni juma lililopita, lakini lengo la kipindi hiki ni kwamba watu wakamate vyema. Ndo naona sikurudia maneno, lakini tuna insist yale maneno yawe na utamu yaingie. Ukiangalia vitabu vyote vya Mungu, manabii walikuwa wanarudia maneno ili yakamate vyema. Hapa ndo pameleta shida kubwa katika dunia nzima. Kama walimu walivyosema wa Kikristo, pia kuna Waislamu wakiona Paulo jina tafadhali, John ina sound jina la Kikristo. Kunao Waislamu wakimwona huyo Paulo ama John kafanya kitu, maadamu yeye pia hajui Uislamu wake, akili zake zitamtuma huo ndo nini? Huo ndo Ukristo. Na hili ni hapa kuna hatari. Na sasa mimi pia ambaye ni Mkristo sijui Uislamu, nikimuona bwana kama alivyosema kava kanzu ya kutoka Saudia nzuri, kofia nzuri, ampiga kilemba, na pengine kwa bahati nzuri kawacha sunna, nikamuona. Yani ukisema sunna hapa yani akavaa mandevu hivi. Amekwenda piga ndevu. Kwa bahati nzuri ana bakora zaidi. Maana manabii walipenda bakora zaidi. Naam. Nkampata vichochoroni, anasimama na msichana. Tuko pamoja? Mimi ni Mkristo na sijui Uislamu. Unajua atasema nini? Huo ndo Uislamu. Nitakuwa shaharibu. Ule ujirani shauharibu. Kwa hivyo nikimaliza kusabia muda, naona mwenyekiti ni kwamba inatakikana dini hizi mbili, maana hapa tuko dini mbili, tuwe na uangalifu mkubwa tukitaka amani kwa ujirani. Kafanya mtu ni yeye huyo kafanya, si dini, si ujirani. Alright, asante sana Mwalimu Fondo kwa sababu ya muda. Nataka tuingie kipengele chingine. Ama ulikuwa wewe kuna kitu kinaniwasha sana. Mbona wape nafasi ala hivi? Haya, karibu. Naona kwa maneno ya huyu bwana hawa mabwana na huyu, naona kuna kitu cha muhimu ambacho tukitofautishe. Uislamu, Muislamu. Ukristo, Mkristo. Kile anachokifanya Muislamu inaweza kuwa sivyo Uislamu unavyotaka. Unaona? Kwa hiyo katika mitazamo yetu tujue kuna Waislamu na kuna Uislamu. Kunavyo Uislamu unavyosema ambacho Muislamu anaweza kosa kukifanya kwa sababu yeye ni mfuasi tu, anaweza fanya mambo yake. Lakini kuna Uislamu na kuna Ukristo. Mkristo anaweza akawa na tabia ambazo hazifati maamrisho ya Mwenyezi Mungu za kwake. Sasa tusichue tabia za Mkristo tukazifanya ndio dini. Kuna jambo ambalo hapa linazungumziwa katika Wafilipi 2:4 ambalo lilikuwa linaniwashawasha.
Wafilipi sura ya 2 aya ya 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, maana tunaposhindana na kwa majivuno amani itakosekana, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kama mimi nitakuhesabu wewe kuliko bora kuliko mimi, sitokudhuru wewe, kwa sababu wewe ni bora sana kuliko mimi. Na kama wewe utafanya vivyo hivyo, ina maana tutachukuliana kwa uzuri na kwa upendo. Japo kuna amri inasema mpende jirani yako kama nafsi yako, lakini wengine wameibadilisha, wanasema mpende jirani yako kama nafasi ipo, lakini aya inasema kama nafsi yako. Yani vile unavyojipenda wewe umpende vile jirani yako, na tutakavyochukuliana hivyo katika jamii, bila shaka amani itakuwepo. Nawashukuru sana walimu wangu, nawashukuru sana. Na ninaamini mpenzi mtazamaji pale nyumbani ama mahali popote ulipo, naamini ya kwamba unatupata vizuri, na pia naamini ya kwamba unapata mawili matatu na ama unatupata yote kwa jumla, ili basi uweze kuwa na manufaa zaidi. Nikija kwako Mwalimu Timotheo, sasa haya yote tumeona kumbe kuna Uislamu na Muislamu. Na kuna kasumba mbaya ambayo imetokeza kwa wale watu wasiojua hizi dini, kwamba wanachukulia vile vitendo ambavyo baadhi ya Waislamu wanavifanya ndio Uislamu, kumbe sivyo. Na pia kuna Waislamu wasiojua Ukristo vizuri, wakachukulia kwamba vile vitendo ambavyo baadhi ya Wakristo wanavifanya basi wanachukulia ndio Ukristo. Sasa Mwalimu Timotheo, kwa kifupi tu kwa sababu ya muda, hivi huyu Muislamu na Mkristo hapa tulipofikia sasa hivi wachukulianaje sasa? Kwa sasa hivi yakienda hivyo hivyo, Muislamu na Mkristo ni maadui. Yakiwa atakwenda hivyo ya kwamba sasa watu hawaelewi ule Uislamu na Ukristo. Ikienda hivi, Muislamu na Mkristo ni maadui. Ndio kwa sababu ya kipindi hiki, lengo la hiki kipindi. Kwa sababu jambo huanzishwa na jambo, ndo tukaanzisha kipindi kama hiki. Ile kasumba, ili siku moja ukiniona nimekaa kwenye gara la Ramadhani, Sheikh Yusufu, usishtuke, tunafuata vitabu. Kwa hivyo tunataka uwiano. Kwa hivyo kasumba ya kanisani inabaki, tunakuja kwa vitabu. Ili Mkristo, Muislamu wanaketi pamoja, wanajadili kwa hikima, si chuki, si kufundishana kwamba ukimwona Mkristo yeye ni kafiri. Qur'ani yasema sisi ni ahlul kitabu. Si ni kweli walimu wa Kiislamu? Sisi ni watu waliopewa nini? Kitabu. Na hiyo Qur'an sema wajadiliane na sisi kwa mawaidha yaliyo nini? Na sisi Biblia imesema hawa ni marafiki zetu kwa namna nzuri. Sasa tukishaacha zile kasumba sasa za kanisani na msikitini, tukishakuja sasa ya kwamba tumeziacha zile kasumba, sasa tumefuata vitabu vinavyotueleza, ndio sasa huyu Mkristo na Muislamu sasa watachukulianaje baada hizo kasumba? Yani watachukuliana kama walivyotangulia. Mimi ni kama Mkristo, kwangu kuna Muislamu, tutakuwa ndugu. Lugha hiyo ya haraka, rafiki, jirani mwema. Ndugu, rafiki, jirani mwema. Kwa sababu kila mmoja, kama alivyosema mwalimu wangu, ninamhisabu huyo jirani, sitaki alale njaa, sitaki kujua ni Muislamu, mimi sitaki kujua. Nitampa chakula. Alright, naam, basi kwa haraka Sheikh, na kuona tayari ushashika Qur'ani hapo Sheikh. Mimi nimeshatoa andiko huku, kabla sijalisoma andiko kwa sababu atalieleza. Naam. Nasema hivi, kwamba Uislamu wetu unafaa uonekane kwa tabia zetu. Naam. Bila hata kusimama kumhubiria mtu kwamba Uislamu ni dini ya haki, Uislamu ni hivi, basi kwa matendo yetu sisi kama Waislamu inafaa tuwavute wale wasiokuwa Waislamu. Naam. Kwa matendo mazuri kama alivyoishi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ni mfano ulio hai. Yeye alipokuwa yuko hai, alipokuwa anafundisha, aliweza kupata misukosuko na kupigwa na watu wake pamoja na wale wafuasi wake. Na ilifika kipindi akamwambia, basi nyinyi masahaba zangu ama nyinyi marafiki zangu ama wafuasi wangu, kimbilieni Habash. Tukisema Habash ni Ethiopia. Yeah. Huko kuna mfalme ambaye ni mwadilifu, Mkristo. Na huko mtapata amani, mtapata salama. Kwa hivyo Muislamu kakimbilia wapi? Kwa Mkristo. Kwa Mkristo, ili kupata ile amani ama salama kutokana na ile ile tatizo ambalo liliweza kuwakumba. Vile vile katika nchi ya Kenya juzi miaka ambayo ilipita uliweza kuona machafuko baada ya uchaguzi. Na baadhi ya Wakristo wakawa wanaishi misikitini. Ni jambo lipo. Kwa hivyo Waislamu waliwapokea, wakawapa maji, wakawapa chakula na sehemu ya kulala.
ndio tunataka hivi. Lakini pia naomba ni ushauri wangu kwamba tuweze kuishi vizuri na mchaguzi hujaisha bado, kuna uchaguzi unakuja. Watakaochaguana wachaguane kwa amani, watu wasipigane, kwa sababu wale tunaochagua kule wao ni marafiki, wanakunywa chai pamoja, kahawa wanakunywa pamoja. Na nisome andiko nilipewa na mwalimu wangu. Alafu Sheikh tu ulijengea hoja. Naam. Andiko linasema hivi katika Qur'ani sura ya 49 aya ya 11, enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao, huenda wakawa bora kuliko wao, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda wakawa bora kuliko wao, wala msitukanane kwa kabila, wala msitane kwa majina mabaya ya kejeli. Inaendelea kusema jina baya kabisa kuambiwa mtu ni asi baada ya kuwa ni Muislamu, na kumfanya haya ni uasi, na wasiotubu basi hao ndio madhalimu wa nafsi zao. Kusema kweli, mwenyekiti na ndugu watazamaji na viongozi wenzangu hapa, mwalimu Timothy, na kwamba andiko hili nimelitoa kwa minajili moja. Pale alipotaka kutoa ule dukutuko yake ya kukwaruza, anasema yeye anawashwa, na ametoa kitu ambacho kweli kilikuwa kinamuwasha na kilikuwa kinajenga umma kuwa kitu kimoja. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na watu wameamini. Kumbe uwezi mpaka uamini kwanza ndio uweze kukitengeneza kile ambacho pia kinatakiwa kiwepo. Kwanza uamini, pili uweze kujenga ule mujitama kwa kulingana na vile utakuwa na msimamo ule wa ile imani. Kisha Mwenyezi Mungu anasema tusidharauliane. Nikimwona Timothy barabarani na hiyo rangi yake, huyu afai, huyu afai, anaweza kuwa bora kuliko mimi. Maana mimi naweza kusema mimi ni muumini, kumbe nikaa tu muumini wa kuvaa kanzu, alafu usiku na yangu. Naweza kumuona ndugu yangu fona pale, naye usiku mchana anaonekana akivaa suti yake kwamba ni mchungaji, mwalimu mzuri sana, kumbe usiku vichochoroni ni ana zake. Sasa usije tukalitumia kwamba ile sehemu kwamba tukadharauliana kwa sababu vile si tunaona. Dini tabaki pale pale, undugu tabaki pale pale, urafiki utabaki pale pale, lakini yale matendo sasa, yale matendo watu wasije wakayaweka matendo yao katika kitabu. Kitabu kitabaki kuwa ni kitabu, kinataka kuongoza watu ambao wanataka kumjua Mungu, na ujirani utajengwa na watu ambao wana msimamo, wala si kudharauliana ukejeliana. Nikiona wewe sijui wewe vipi bwana, usimkejeli mtu wala usimdharau. Asante sana Sheikh Yusuf. Basi mpenzi mtazamaji, nafikiri umekuwa na sisi kwa muda huu wote. Na hapo basi ndio tunatufikia tamati ya kipindi chetu cha leo kwa juma hili, ambapo basi walimu wangu nataka tena nikukumbushe tena, pengine hapo labda wewe huenda ukawa umeingia tu sasa hivi. Mwalimu wangu ambaye yuko upande wa kushoto kabisa anaitwa Sheikh Yusuf Muhammad ambaye ni Muislam, anafuatiwa na Sheikh Ramadhan na Quria ambaye ni Muislam. Alafu mwalimu anayefuata basi anaitwa mwalimu Hezron Fondo ambaye ni Mkristo, na mwalimu ambaye niko karibu naye hapa anaitwa mwalimu Timothy Mwichumi ambaye ni Mkristo, na mimi nimekuwa mwenyekiti wako naitwa Paul Ndundi, mimi pia ni Mkristo. Mada yetu leo tulikuwa tunaizungumzia ni ujirani mwema. Basi tukutane wiki ijayo panapo majaliwa yake Maulana, tutazungumzia mada nyingine nyeti kabisa. Usiwende mbali, uwe pamoja nasi na Mungu azidi kukubariki. Sisi sote wanadamu, Mola wetu ni mmoja. Sisi sote wanadamu, Mola wetu ni mmoja.